Huyu hata kama umfahamu vizuri sana, ukifuatilia na kuona ni klabu gani zilikuwa zinamfukuzia, yatosha kabisa kupata ujumbe kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani. Hapa namzungumzia nani? Namzungumzia Ino Jospin Loemba, mchezaji wa kimataifa wa Jamhuri ya Kongo, ile Congo Brazzaville, ambaye ametambulishwa rasmi kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwamba ni miongoni mwa wachezaji wao wapya kwa ajili ya usajili huu wa dirisha dogo kuwezesha ufanikishwaji wa mipango ya Simba katika ligi kuu ya Tanzania bara, ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine mbalimbali ambayo Simba chini ya kocha Steve Becker ingali ikishiriki. Huyu amekuwa akiwaniwa na klabu za Al Ahly ya Misri. Imetajwa kwamba ni miongoni mwa klabu zilizokuwa zikifukuzia saini ya mchezaji huyu ambaye ni kiungo wa ushambuliaji. Anaweza kucheza vyema sana kama nambari 10, mchezaji ambaye katika msimu uliopita wa ligi kuu ya Cameroon aliisaidia Colombe Sportive kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon Elite 1 kwa mara ya kwanza tangu timu hiyo ipande kwa mara ya kwanza kwenye ligi kuu ya kule nchini Cameroon mwaka 1986-87, ikateremka daraja mwaka 1993, ikarudi 2016. Rekodi zake tangu wakati huo haikuwahi kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon, lakini Ino Jospin Loemba akiwa na wenzake kadhaa nyota waliosajiliwa kwenye klabu hiyo, yeye akaongeza kitu. Yeye na wenzake wakaifanya Colombe itishe zaidi, ikatoa ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon kwa mara ya kwanza, lakini pia wakatoa kombe la Cameroon kama huku ilivyo kwa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Amekuwa kwenye kiwango bora sana, na ndio maana haikushangaza kuona anahusishwa na klabu nyingi ikiwemo Al Ahly, klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya CAF, Pyramids, mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, walitajwa kuhusishwa na mchezaji huyu. MC Alger, timu ambayo ni bingwa katika ligi kuu ya Algeria, nayo ilikuwa ikihusishwa kuhitaji saini ya huyu Ino Jospin Loemba, mchezaji ambaye amewahi kuzitumikia pia timu za AS Otoho, ametumikia timu ya Interclub zote za kwao Jamhuri ya Kongo kabla ya kutwaliwa na Colombe Sportive katika msimu uliopita 2024 2025. Umri wake ni miaka 21 kwa sababu amezaliwa Agosti 4 mwaka 2004. Urefu wake ni 5 na inchi 11, hivyo kumwezesha kwenye mapambano ya mipira ya juu kuwa yuko vizuri, kwa sababu urefu huo 5 na inchi 11, maana yake ndugu mtazamaji ni kwamba amekosa inchi moja tu ili kuwa na urefu wa 6. Guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Amekuwa akifanya vizuri sana katika ligi kuu ya Cameroon, lakini pia klabu yake ilishiriki katika hatua za awali kwa nia kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo katika mechi ya raundi ya pili kwa ajili ya kuania kufuzu hatua ya makundi baada ya kuwatoa Jaraaf ya kule Senegal, wakakutana na MC Alger ya kocha Rulani Mokwena. Haikuwa mechi nyepesi hata kidogo. Mechi iliyochezwa kule Algeria iliisha kwa suluhu bila. Mechi iliyochezwa Cameroon ilimalizika kwa sare ya 1-1. Bao la Colombe Sportive likiwekwa wavuni na huyu mwamba Ino Jospin Loemba ambaye alicheza vizuri sana katika mechi hiyo. Mwisho wa siku sare ya 1-1 na ile ya bila kule Algeria, kwa kanuni za CAF, MC Alger wakasonga mbele kwa faida ya bao la ugenini, hawakupata ushindi. Sasa MC Alger walimuona kile alichokionyesha katika mechi zao mbili, ikiwamo ile ya 1-1 yeye akifunga bao tena wakitangulia kabla ya wao kuja kusawazisha kutokana na mpira wa kutenga. Sasa nini anachotarajiwa kufanya akitua Simba? Ni kwamba yeye kwanza mzuri katika kuiwezesha timu kutembea kutoka eneo la kati. Ana ufundi sana kwenye kupokea mpira wa kwanza, kupiga chenga, kutoa pasi, yuko vizuri. Assist, utoaji pasi za mwisho excellent pindi nafasi inapopatikana. Lakini vile vile anapokuwa karibu na lango la wapinzani ni mtumiaji mzuri wa mipira ya pili na pia kupiga mashuti ya mbali nje ya 18 kwa ajili ya kufunga. Alifanya hivyo katika msimu uliopita 24-25 kwa sababu katika ule ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon yeye alifunga mabao 5. Yes, ingawa alijiunga wakati wa dirisha dogo la usajili. Timu yake ilimaliza ligi ikiwa imefunga mabao 39 ilhali yenyewe ikiruhusu mabao 15. Katika haya
yeye alichangia mabao 5 ya kufunga moja kwa moja, lakini wakati mwingine anaweza asifunge, asitoe assist, lakini akashiriki katika zile pre-assist, pasi kabla pasi saidizi ya bao. Lakini na hiyo pia anaweza asionekane, bado akawa na mchango, kwa sababu yeye amekuwa akiifanya timu yake kuwa na makali zaidi kutoka katikati ya mstari wa uwanja kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupiga chenga na kutoa pasi zinazopasua mistari ya kiulinzi ya timu pinzani. Isitoshe ana kasi, lakini inapobidi, pale wanapopoteza mpira, kwa jukumu la kuzuia, yuko mzuri katika kupambania. Ni sababu hiyo iliyofanya yeye mara zote awe gumzo, awe makocha wengi wakitamani kuwa naye kwenye vikosi vyao. Wakati akitoa Colombe Sportive, mechi yake ya kwanza alicheza Februari 23 mwaka 2025. Katika mechi ilikuwa raundi ya 13 ya ligi kuu ya Cameroon, ambayo huwa na raundi 30 kwa sababu nako kuna timu 16 kama Tanzania. Kwenye mechi ya kwanza wakicheza na timu ya Azur, ilikuwa wako nyuma kwa bao 1-0 mpaka mapumziko. Yeye akaingia kipindi cha pili akicheza mechi yake ya kwanza katika timu yake mpya Colombe Sportive. Alichukua dakika 2 tu, dakika 47 akafunga bao ambalo lilisawazisha na kufanya matokeo yawe 1-1, lakini haikuchukua muda mrefu tena akafunga bao la pili, Azur wakasawazisha, matokeo yake ikawa 2-2. Akafunga bao lingine la tatu. Kwa hiyo mwisho wa siku hii mechi ilikuwa na ushindani mkali sana, na Feuve Azur wakashinda mabao 3-2, yote akiyafunga yeye hat-trick katika mechi yake ya kwanza ya kutambulishwa kwa waajiri wake wapya Colombe Sportive. Mpaka mwisho wa msimu ndipo akawa amefunga mabao 5, kwa sababu kwa nafasi aliyokuwa akicheza sio ya pale mshambuliaji kinara, mara nyingi yeye ni mtengenezaji wa nafasi. Sasa huyu chini ya kocha Steve Becker, kama ataendeleza kiwango chake alichokionyesha huko alikotoka, kiasi cha kutamaniwa na timu nyingi zikiwemo nilizozitaja za Ahli, Pyramids, MC Alger na nyinginezo, bila shaka Simba wamepata mchezaji sahihi wa kuongeza ufundi, uwezo wa kutengeneza nafasi kwa maana ubunifu nyuma ya mshambuliaji kinara huyu Ino Jospin Loemba, akitwaa nafasi ya Jasha Ahua kama nambari 10. Ikumbukwe miongoni mwa changamoto zake ni walau kupita namba alizokuwa ana ofa Jasha Ahua kwa Simba. Msimu uliopita ligi kuu Tanzania bara, Jasha Ahua alikuwa top scorer akifunga mabao 16, akitoa assist 9, akichangia mabao 25 kati ya mabao 69 waliofunga Simba na kumaliza wa pili kwenye ligi kuu Tanzania bara. Lakini katika kombe la shirikisho, wakati wanafika fainali kombe la shirikisho akicheza dhidi ya RS Berkane, Jasha Ahua alishiriki kwa kufunga mabao 3, akatoa assist 2 wakati akisaidia Simba kufika fainali kwa ujumla, kuanzia makundi mpaka fainali akifunga mabao 12, yeye akichangia mabao 5. Sasa kuvaa viatu vya Jasha Ahua, matarajio ni kuona akiongeza cha ziada, hasa kwa namna kuidrive team, kuifanya timu itembee kwa kasi, lakini pia akitamani zaidi kuchezesha wenzake na sio kutaka afunge, kwa sababu ilionekana kana kwamba Jasha Ahua kuna baadhi ya nafasi Simba alikuwa akizipoteza ni kwa sababu yeye akitamani zaidi kufunga, wakati kwa jukumu lake mahitaji namba 1 kwa timu ni yeye kuwachezesha wenzake, ila akipata fursa, mipira ya pili au nafasi inayopatikana, ndipo awaze kufunga. Sasa alikuwa anafunga, lakini baadhi ya wafuatiliaji wa Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wanaona kana kwamba Jasha Ahua wakati mwingine alikuwa anakosesha fursa za wazi za kufunga kwa sababu ya kutaka afungie alafu anakosa. Huyu Loemba, matarajio ni kwamba anakwenda kumaliza tatizo hili akiungana na kina Cletus Chota Chama, akiungana na kina Libase Geye, kina Elim Pazu Kibisawala, akina Selemani Mwalimu, lakini vile vile akiwepo pia Jonathan Soa. Matarajio ni kuona Simba ikiwa kali zaidi kutoka eneo la kati ya mstari wa uwanja kwenda kwa wapinzani, wakiungana na wachezaji wao wengine wenye ubora wa hali ya juu, wakiwa wale waliosajiliwa hivi karibuni na wale akina Morris Abraham. Je, swali, ataendeleza kile alichokionyesha huko? Maana wapo wachezaji wanatoa Simba kwa rekodi nzuri, wakiwemo Onana Esomba, mchezaji raia wa Cameroon, hakufanya vizuri ndani ya Simba licha ya kuwa na wasifu mzuri. Na wengine pia, yupo Neo Maema tangu hatua ya kutoka Mamelodi bado hajafikia mule ambamo alikuwa akidhaniwa. Je, yeye atavuka kikwazo hiki na kuonyesha ubora wa hali ya juu kama baadhi ya wachezaji ambao walitua Simba wakathibitisha hilo? Cletus Chota Chama kwenye kati tofauti kabla ya kutua hivi karibuni tena kina Emmanuel Okwi, ni jukumu lake yeye Ino Jospin Loemba kuonyesha kile kilichomfanya ahitajiwe na timu nyingi akiwa ndani ya Simba, kuhakikisha wanatimiza mipango yao. Tuataja ligi kuu Tanzania bara wamelikosa mara 4 mfululizo, kombe la shirikisho la benki ya CRDB hawajalitoa kwa misimu 4 mfululizo,
lakini kupindua meza kibabe kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo kwenye kundi lao mechi 3 wamefungwa zote. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.